Mtakatifu Mungu mkuu, ninalibariki jina lako. Hakuna kama wewe. Najua kwamba mwanao anarudi sasa kuchukua kanisa, wachukua watoto wako na yuko njiani. Ninakuomba kundi hili usiliache. Ninaomba na wengine ukazidi kuwachukua. Ninavunja kila nguvu za ibilisi, kila mpango na nguvu za maagenti. Potea Yesu. Majini, mapepo kwenye anga lote kitipokee. Ninakirushia moto wa Yesu wa Nazareti katika jina la Yesu. Vianga Mungu ainuliwe. Amen. Naomba wimbo. Umenitoa mbali,
huko ananiambia, Hebron ninakuja, ninarudi. Sijui wewe utakuwa wapi. Sijui utakuwa ni mwangaliaji wenzako wakiondoka. Sijui wewe utakuwa ni wakulia. Alikuja duniani, akaonyesha njia, akaondoka. Sasa hivi atabaki kwenye mawingu. Yule aliyempokea yeye atanyanyuliwa. Wakati wako ni sasa. Itakuwa ni mambo ya kulia, ni mateso. Tunajiandaa, lakini wengine hawajajiandaa bado, hawataki kwenda. Wengine wamenuna, hawataki kwenda. Acha roho hiyo, kaa tayari kunyakuliwa na Bwana Yesu. Haleluya. Utaki kuokoka, ina maana utaki kunyakuliwa wewe. Ushiriki na mambo mengi, ina maana wewe utaki kunyakuliwa na Bwana Yesu. Usiimbe tu anakuja Yesu kulinyakua kanisa, wewe umekubali au waimba tu. Ninakufundisha, jiandae. Wewe na nafsi yako peke yako. Hata kuchukua majengo au madhehebu wewe. Wewe je, umekataa, utaki kuokoka mpaka sasa hivi, na maana utaki kunyakuliwa. Amua unyakuliwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunasoma neno la Mungu. Soma kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kitabu cha 13 mstari wa kwanza hadi wa 2. Alafu taruka wa 4 mpaka wa 9. Alafu taruka 15 mpaka wa 17. Naomba usome. Kichwa cha somo: je, wewe unamwabudu Mungu au unamwabudu mnyama? Wengi watasema na mwabudu Mungu, lakini iko namna iliyofichika. Inawezekana unamwabudu mnyama. Haleluya. Naomba soma mtumishi. Bwana Yesu asifiwe. Na kusoma neno la Mungu katika Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 13 mstari wa kwanza mpaka wa 2. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Haleluya. Amen. Na juu ya kichwa cha huyo mnyama ana maneno ya makufuru. Ya nini? Makufuru. Nitafundisha mambo mawili. Unamwabudu mnyama, alafu pia nitakufundisha nini maana ya makufuru. Yametoka wapi? Yanafanya kazi wapi? Na wewe unamna gani yaepuke makufuru yasikupate? Endelea mtumishi. Na yule mnyama niliyemwona alikuwa mfano wa chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu, na kinywa chake kama kinywa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi
na uwezo mwingi. Endelea wa 4 mstari wa 9. Mstari wa 4. Wakamsujudu yule joka kwa sababu alipa huyo mnyama uwezo wake. Nao wakamsujudu yule mnyama wakisema, ni nani afananaye na mnyama huyu? Tena ni nani awezaye kufanya vita naye? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake miezi 42. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu na kulitukana jina lake na maskani yake, nao wakao mbinguni. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na jamaa na lugha na taifa, na watu wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa kwa misingi ya dunia. Mtu akiwa na sikio na asikie. Amen. Endelea 15 mpaka mstari wa 17. 15 mstari wa 15. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, hata ile sanamu ya mnyama inene, na kuwafanya hao wote wasio isujudu sanamu ya mnyama wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri na kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume na katika vipaji vya nyuso zao, tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza isipokuwa anachapa ile, yaani jina la mnyama yule au hesabu ya jina lake. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa naanza kufundisha kuhusu kitabu cha Ufunuo. Kitabu hiki cha Ufunuo ni kitabu ambacho kina mwanzo wako wewe na mwanzo wa mwanadamu, na wakati ule Mwenyezi Mungu sasa anarejea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kitabu ambacho yani watu hawapendi wala wakisomi, na hata wakikisoma hawawezi kukielewa. Kuna jambo limefichika pale. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Anza kuwafundisha sasa kitabu cha Ufunuo kama vile Mungu anavyotaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Maana unaweza ukawa umehangaika miaka na miaka, hapo ndipo kwenye mtego. Sawa sawa. Amen. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesoma habari ya huyu mnyama akamwaga makufuru. Makufuru ni maneno mabaya, nuksi, balaa, mikosi, laana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unajua mwanadamu unakuta anakuwa na laana, analaani yule mtu anapolaani, anakuwa anapata connection ya nguvu kutoka kwa huyu mnyama mwenye pembe 10. Haleluya. Amen. Lakini unapokuwa na Yesu, hata mtu akikulaani anakuta jina la Yesu haulaaniwi. Haleluya. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Ili Mungu afanye kazi kwa wanadamu, lazima mtume mwanadamu. Ili Yesu kama alivyonituma yuko mbinguni kazi yake dhiirike, amenituma hapa inadhihirika. Haleluya. Na shetani ili kwamba kazi yake dhiirike, anatumia wanadamu vile vile yanadhihirika. Sasa na wewe ili upokee Mungu, unapokea kupitia kwa mtumishi anayesema kweli ya Mungu na Mungu amemtuma. Na unaweza kuwa ni Mkristo, unataka kupokea Mungu, lakini yule mtumishi ni mchawi au amejiita au anatumia na nguvu nyingine, kwa hiyo unapokea makufuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mnaelewa? Mimi mwenyewe kabla ya kumjua Bwana Yesu nilipokea makufuru sana, lakini pasipo kujua. Huyu mnyama akapewa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Yohana akafunuliwa katika maono. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi huyu mnyama nimepata bahati ya kumwona na macho yangu hivi. Umesikia? Nimekwisha pambana naye sana mnyama huyu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini amefungwa sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Ni roho zake ndio anazitema tu zinatoka. Haleluya. Ni kitu cha kutisha kisichofaa. Mbona mnanyamaza? Inatisha. Usiogope, tunaye Mungu anayetisha ni baba yako. Haleluya. Sawa sawa. Haleluya. Huyu ni mnyama anayetisha. Yaani sijui nieleze zake.
namshukuru Mungu ananiondolea sometimes na kumbuka kidogo, maana unaweza ukawa kichaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wengine wanatamani kumuona, usitamani. Wewe mjue Yesu. Kumuona tu sura yake unaweza mwaka mzima ukawa kichaa ufanye kazi. Au miaka yote usifanye chochote. Haya yamefichwa. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Lakini mimi nilipokuwa nikifundishwa katika kazi za mazoezi ya kupambana, nilikuwa napambana na vitu vingi sana. Sijakwambia vitu. Kwa hiyo ulimwengu mimi naujua. Shetani hawezi nidanganya kitu chochote. Sasa naanza kufundisha habari za ufunuo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe ukapate kufunuliwa usonge mbele. Maana pamefichwa hapa. Yaani wamefunga na kufunga hata mtu akisoma kitabu asielewe. Utakapoelewa kitabu cha ufunuo, basi sasa watu wanaelewa kama historia. Nataka uelewe, nikufundishe na kukufafanulia hatua kwa hatua, ili kwamba shetani akukose fulu. Amen. Tunaimba Yesu anakuja kulichukua kanisa. Ni kweli anakuja. Huyu jamaa ameshika watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nitafundisha mambo mawili. Ujue unamwabudu Mungu au unamwabudu mnyama. Alafu nitafundisha na nini maana makufuru. Sasa asili ya makufuru ni huyu mnyama ndio anapumua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ndio maana unasikia wachawi usiku wanawanga. Huyu mnyama ndio anawapa ile nguvu, roho zile wanaenda kuzimwaga. Ametoa shuhuda, mwingine amekuta sijui nazi, amekuta ugali. Ni huyu mnyama ndio anawapa hiyo nguvu. Umesikia? Sasa inaposhushwa ndio maana wanadamu wanateseka. Kwa hiyo ni adui wa wanadamu, ni adui wa Bwana Yesu, ni adui wa mbingu, ni rafiki wa shetani. Yesu alijua hilo. Mungu alijua hilo. Ndio maana akatumwa Yesu kuja duniani kuondoa makufuru. Lakini hata alipokuja hapa duniani kanisani watu wakamkataa, wakamfukuza. Haya mamichango yanaletwa na huyu mnyama ndio yanaitwa makufuru, maneno mabaya. Kwa nini imeandikwa usiongeze wala usipunguze katika kitabu hiki? Kama wewe ni Mkristo, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mnyama ndio ataweka nini? Ile roho ya ubatizo wa kikombe. Kwa hiyo mtu unapokea ubatizo, kumbe umepokea kufuru. Utasema unaangalia kwenda kwa Bwana Yesu lakini una makufuru. Sasa uyakatae, wenda mtoni nikautoe makufuru. Wakati wako ni sasa. Wakati wako ni huu, sio baadaye. Wewe kaza moyo wako mgumu, umewekewa roho ngumu, hutaki kuokoka. Ni roho la kufuru ndio wanalimwaga huyo ni mnyama. Alafu inaingia ndani yako, utaki habari ya Yesu kabisa. Unataka tu Yesu jina, lakini utaki wokovu. Hiyo nguvu inatoka wapi? Inakuja ni huyu mnyama anazipumua. Ila yeye afanye kazi katika kanisa, ametafuta naye watumishi na anawashika akili kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sasa unakuta injili watu wanafikiri wanaenda kumuona Bwana Yesu, kumbe wanakwenda kukutana na mnyama. Sadaka zako zote ulizotoa sehemu ambazo hazina Mungu, ujue kwamba umeabudu huyu mnyama. Haya, watu wanaonaga sanamu kanisani, sio wanaona imekaa hivi haipumui. Imeandikwa uone haipumui, lakini ina roho. Ziko pale roho zinapumua. Umesikia? Kwa hiyo sasa unaposhiriki tayari na wewe umeabudu huyu mnyama. Lakini ungesema ni Mungu, kumbe ni Mungu mnyama. Hata kama unasema sala Baba yetu uliye mbinguni, huko mahali ambao hujataka kuokoka, unamwabudu huyu mnyama. Sijui imani ya nani, sijui sala ya nani, unamwabudu huyu mnyama. Ni wakati wa kukataa. Nataka kwenda kufuta hata hizo sala hizo tuomba zote kwa kuchua kuchua. Sema sitaki mnyama mimi. Katika Yesu zikataa. Nataka sala zako zifunguke. Bwana Yesu asifiwe. Huyu mnyama ndio anamwaga makufuru. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia mtu anajiita yeye ni Mungu. Ndio maneno mabaya ametoa wapi? Mungu asiyejulikana amenituma kwako nikueleze. Dunia
Usiende kwa waganga wa kienyeji. Umemwabudu huyu mnyama. Mnanielewa jamani? Mbona kimya? Amen. Mnanielewa? Amen. Sasa unasema Yesu anarudi kuja kunichukua. Uko na Yesu wa kweli au na kamnyama? Siri yako unaijua. Ndivyo hata wateule walivyotekwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni mpasa, Mungu awe mwita. Sasa ndio unaona kuna pasta na mkajeitwa na Mungu, anaitwa na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Anafanya maombi ya ajabu ajabu, kuvua watu nguo, kadhalika kunyoa na mengineyo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio makufuru hayo, na wewe umekuwa kwa mnyama. Unaanza kulalamika, Yesu ajibu, mnyama ajibu. Maisha ya watoto wa Mungu yanateseka. Watu wanaona Mungu ajibu na kuambia Mungu huyu anajibu. Lakini kama sala zako hata kama zina balance ya huyu Mungu, leo zitoe kwamba baba yako Mungu akujibu, asibaki mnyama tena na Mungu atakusamehe. Amen. Makufuru. Unajua hata kwenye TV unaona mtu anasema, unataka kusupport huduma hayo. Mungu wa mbinguni yeye anajisupport mwenyewe. Hayo ni makufuru. Hiyo ni kwenye radio. Haleluya. Kusupport ni makufuru hayo. Anamwaga huyo mnyama sasa. Umeelewa? Amen. Haya, hujashiriki makufuru wewe? Yaachie vitu vyako. Mikosi na balaa kuna balance hata utajiri wako. Nilipokuwa nikiomba Mungu namna watu wakainuliwe, yanakuta ni vitu vingi. Endeleeni kuandika. Mungu anazidi kuniambia, Hebron, unaomba, kuna makufuru, kuna mengineyo hapa. Wengine wanasema imani yangu mimi siwezi kuomba. Nimeshikiliwa na Mungu, mke huyo ataachia. Amen. Achia imani yako. Yaani ameharibu, lakini mwisho wake umekuja. Amenituma jemedari wake. Mimi nafyeka. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Nisipokukiona kitu. Mpaka sasa hivi hujabatizwa wewe maji mengi. Unapelekwa kwa mnyama. Umebatizwa kwa jina la mchungaji, kufuru hilo. Na huyo mchungaji ni kufuru. Mbona mnacheka? Au inatisha? Haya, akamwaga makufuru, wanadamu wakayapokea. Wanakataa kutengeneza maisha yao sasa hivi. Unafundishwa, ukifa tutakuombea. Wewe, wakati wako ni sasa. Sasa unakata rondo, sasa unachukuliwa. Watu sasa wanapigwa makufuru, wanaanza kuhangaika na mzoga. Ni mzoga, tukishakuwa si mzoga. Amen. Unasema tu mnyama ni mzoga. Si maiti. Kataa makufuru. Haleluya. Kataa nini? Makufuru. Sijui hela semina. Leo kuna kiingilio. Wewe umekuja hapa bure. Unapewa makufuru. Makufuru ndani ya kanisa kwanza. Yesu alipokuja aliingia akayakuta makufuru. Si hataki. Toka. Wakaja Mafarisayo. Huyo anatoa elimu gani? Wale wametaka makufuru ya mnyama. Kwa hiyo huyu mnyama alikuwa ndani ya wale watumishi, anapambana na Bwana Yesu. Hata sasa hivi Yesu yuko ndani yangu, anapambana na mavitu haya yatoke, na wanaonipiga wana huyo mnyama. Haleluya. Haiwezekani unamtii Mwenyezi Mungu na muabudu, halafu unapinga neno lake. Kwani wewe ni mnafiki? Sasa ndio maana maisha watu wameharibika. Mambo hayaendi, makufuru. Neno limekwenda kinyume, makufuru. Ukristo wa makufuru. Makufuru yatoki kwa Mungu, yanatoka kwa shetani. Lakini hata pia kuna makufuru yametupwa ndani ya watu, yaenda kuyang'oa. Sawa. Mchawi anapowanga usiku, unasikia wengine wanazunguka hivi kinyuma, si ndio? Sio wanaruka nini, ukiangalia wanafanya mambo ya ajabu, sio wanajipaka. Anakuja kumwagia makufuru. Au anapiga wewe, anazuka nyumbani kwako. Kama yuko ezunguka, nakwambia atakaji. Sawa. Ndio maana mabaya hayaishi. Mateso ya falasi vya makufuru watapata tu njia. Nikukague, ningoe yote. Tunamrudishia yeye. Sisi tunamwabudu Bwana Yesu. Ninaona sura ya mama yake Yesu ameshuka kabisa hapa.
akiwa anasema na mimi jina langu hapo nimemwagiwa makufuru. Mimi si Mungu. I am not a God. Mimi sistahili wanadamu nani baniabudu mimi. Wewe kamwabudu ni makufuru. Toa imani yako rudisha kwa Bwana Yesu. Yeye anamsujudia Mungu kama wewe. Mama yake Yesu is not a God. Musa sio Mungu, Petro sio Mungu. Fahamu zikatekwa. Ndio maana ya ufunuo, yule mnyama akawateka na akawashinda hata wanani. Wameshindwa sasa hivyo. Mimi sitaki ushindwe, nije nikuvune uwe mshindi. Haleluya. Imani yako na maisha yako na maombi yako yatakuwa ni bure, mimi nakwambia. Watu wametoa sadaka kwa mnyama, wamesujudu kwa mnyama, wamelia kwa mnyama, wamefunga kwa mnyama. Baba! Vipi? Amen. Yesu ni mzuri. Amen. Unachakubisha hapo? Amen. Hujapotezwa? Sasa usilaumu Mungu kwamba vipi. Neno la Mungu ni kweli, Yesu ni mzuri sana. Makufuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Utakiamua sadaka andika jina. Sijui pewa risiti. Hayo ndio makufuru yaliyoletwa. Yanamwagwa makanisani, yanamwaga sehemu za nyumba ya ibada. Ni mnadanganywa, mnaona ni Mungu. Umepokea mikosi na balaa ya shetani ya huyo mnyama. Sema simwabudu tena mnyama. Simwabudu tena mnyama. Nao wanaendelea wanaabudu huyo mnyama, ndio makufuru hayo. Lakini hawajui amenituma niwaeleze. Amen. Hiki kitabu kimefichwa, kiko hapa na kueleza na nitawaeleza. Amen. Haleluya. Utaangaika kitabu cha kwanza mpaka mwisho, lakini hapa mwisho umemezwa. Manini? Makufuru. Akamwaga maneno mabaya kwa kinywa chake. Kwa mdomo wake hizo korozi zinatoka. Umesikia? Na wachawi ndivyo ilivyo hata usiku. Si unasikia wanavikao wanadondoka. Wanamwaga makufuru kwenye biashara za watu, maisha ya watu, kwenye shule, kwenye serikali. Bwana Yesu asifiwe. Na sehemu mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mambo hayaendi. Nimekuambia amenituma kuangamiza wote. Haleluya. Unajua siku zote kamanda akienda vitani aende kubibu. Yeye anafyeka. Anafanya na wewe unataka ufyeke. Unaweza kuwa umekaa makufuru, huelewi, huoi. Utazama. Ile makufuru litoke. Katika jina la Yesu. Baba atoe, mama atoe, litoke. Katika jina la Yesu. Akili yasikae vizuri, litoke. Unafanya jambo hili aliendi. Nitakufundisha. Wengi hapo wameenda kwa wachawi. Nataka nimfanyie nini yule? Sema. Kaa kwenye karai. Ndio makufuru na wewe unasema pale. Acha tubu. Umesikia? Amen. Usiangalie chini, mimi sikuambii nani. Wala msitaki nijue ni nani. Mungu nifunge macho. Maana macho yangu nikiangalia najua. Sasa wengine wanaangalia chini kwa hiyo. Mimi sitaki. Umepona Bwana au sio Bwana? Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua tunataka kutengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makufuru. Na hali kila haya makufuru yanamwagwa ili wewe umwachie Yesu. Hata kama ni mtumishi ushindwe, hata wengi wameshindwa, wameporomoka makufuru. Kwa hiyo usione tu maombi yote na mali panafanya maneno kinyume. Unasikia? Hili sio kanisa la makufuru. Makufuru uko huko katika jina. Hili kanisa sio la mnyama, ni la Bwana Yesu. Amen. Ni la nani? Bwana Yesu. Watoto ni wa nani? Bwana Yesu. Haya makufuru. Yule mnyama akanena maneno ya makufuru. Hata wakawateka. Wamama fulani wangapi wanataka kutoa machango? Ni makufuru. Utajua sadaka hii ya mkurugenzi makufuru. Pili ya makufuru hayo. Mungu anasema mimi neno langu ni kweli. Amenisema alijisumbuliki. Wewe unaona makufuru. Unaenda kwenda kwenye semina za makufuru. Nakwambia unaenda mbali, kumebatizwa kinyume na Mwenyezi
Mwenyezi Mungu ameandika. Unaenda kwenye makufuru. Kama ulikuwa uchui, simama. Ukichukia chukia, tena makufuru nasema yapate ndani yako. Maana wewe Mungu na Mwenyezi Mungu. Yale makufuru yakisha kushikilia, yule mnyama anasema, huyu ni mwanangu mpendwa. Mwanangu nini? Mpendwa. Sasa kuna maneno ambayo unashangaa, kuna mahubiri yanatoka baada ya mtu paka anashangaa, mbona hii hamna kwenye Biblia? Heza ni mtumishi, injili ya namna nyingine ndio makufuru haya. Sasa watu waelewe. Na huyu mnyama ana nguvu, unasikia anapewa nguvu kwenye kiti cha enzi, kutoka kwa kiti cha enzi cha joka kuu. Bwana Yesu asifiwe. Anatenda na miujiza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata yeye ana mikutano yake, ana injili zake na majengo yake. Ya wanao na kule wamewateka wateule wengi watoke. Amen. Na wewe piga kelele watoke. Hawajui na jinsi wanavyokwenda kanisani, anazidi kufungwa zaidi na yule mnyama. Ndio maana utamshuhudia mtu anakuona, huyu ananiambia nini huyu? Amechanganyikiwa, makufuru yamemlewesha. Ndio maana wale wako unaitwa umechanganyikiwa. Wewe hujachanganyikiwa, huyu ambaye hajaokoka ndio amechanganyikiwa na makufuru. Amen. Maana Mungu alimuumba mwanadamu ili aokoke. Kwa nini hataki? Huyo mwanadamu kuna kitu kina shida katikati yake. Hivi wewe alafu unamtaja Mungu, unamwabudu Mungu. Unafiki. Huwezi kumwabudu Mungu ambaye hutaki kuokoka. Sasa wewe kwenye ulimwengu wa roho unachukuliwa. Unafanyaje? Unachukuliwa. Nataka waachie. Amen. Haleluya, achie. Amen. Sala zote sijui nini inamtaja Mungu na Biblia unakana inabadilishwa. Utasimama na mstari huu unabadilishwa katika Mungu mpya huyo. Anaitwa Dagon, ni joka. Nampenda Bwana Yesu. Sawa. Lakini huko katika ufalme mwingine ujui. Ndio maana watu kutaki jina la Bwana Yesu limechafuliwa. Kama ni kanisa hilo, kanisa la makufuru. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na wewe kikapo unakuwa na makufuru, huyo mnyama anafanya kazi. Sio kwamba atakufa, roho zake anayumwaga. Bwana Yesu asifiwe. Shida zote unaona, mateso, magonjwa, huyo mnyama anaachilia. Anafanyaje? Anaachilia. Lakini ili aachilie anapitisha kwanza kwa mwanadamu aliyemkubali, alafu ni mwanadamu kwa kinywa chake ndio anasema wewe ufilisike. Unafilisika. Mimi nasema ufilisike katika jina la Yesu. Ni kazi yako inaenda kuchimbiwa pale sini damu ili mambo yasiende. Ni huyu mnyama, wanamwabudu huyu mnyama. Kwa hiyo leo nakwenda kupiga kitengo cha huyu jamaa. Haleluya. Na makao yake. Haleluya. Pale ulipokuwa umekwenda kinyume, amekuyumbisha, Mungu akuweke vizuri. Haleluya. Kwa hiyo ni yeye atafanya, Mungu akumbaye. Usitumie akili yako, utaona tu pwi. Kaende na Mungu. Ni kama nilivyowaambia, kama Mungu alivyo na nabii na shetani na nabii wake na mchungaji wake na mwinjilisti, na anawapa maono ya kazi hiyo. Mimi Mungu aliponiita amenipa maono ya huduma hii, mimi ninayo. Hamna mtu atakayekuwa nayo wala aweze kuninyang'anya wala kuiga. Haiwezekani. Sasa twende, tutafika. Musa alichopewa kuna hata wale walikuwa wanataka kumpinga wakafa. Walikuwa wanataka kumnyang'anya Musa maono yake. Haiwezekani. Na wewe twende, na mimi napopita utapita tu. Mahali popote kama uko na Mungu ambaye ameniita mimi, utakwenda, utafika. Lakini ndio mwingine na Mungu mwanamke. Lakini hajui ni Mungu mwanamke. Umesoma kitabu cha Ufunuo, akamwaga makufuru. Wakati mwingine nitawafundisha zaidi. Niandae tena DVD ambao utasikiliza mwenyewe uangalie. Nikufundishe na kukufundisha. Mamizimu haya matambiko, makufuru. Sasa watu wamezaliwa mpeleko kwa makufuru, makaburini. Ndio wamepelekwa kwa makufuru. Huyu mnyama anasema, walikuja kuniomba mimi na mimi nimeshika maisha yao, nimeshika vitu vyao, walinisujudu, nataka nikutenge na sujudu zake. Bwana Yesu. Hawa mizimu wanakusalimia usiku, nataka leo tu wakate vichwa. Amen. Mabalaa yakatwe kamba. Yaani ninaona kuna watu hapa wana
ndiye baba yetu, si ndio? Aliye mbinguni ni baba mtakatifu, watakatifu hakuna kama yeye, au sio? Haleluya. Haya, akamwaga makufuru akatupia wanadamu. Unasikia mwanadamu mwingine anaita mimi mjomba mtakatifu, dada mtakatifu, shemeji mtakatifu, baba mtakatifu. Hii ina maana na umuite tayari yule Mungu mke anakuwa ndani yake na umekwenda huko. Ndio maana watu badala ya kumpa utukufu Mungu wanakwenda kwa mwanadamu, wanatubu dhambi zao, wanamsikiliza wote wasamee. Mwanadamu gani anasamee dhambi jamani nyie? Ni makufuru kata. Mimi nasema bora nikatwe shingo lakini sitakatwa shingo mimi. Nasema ukweli tu. Usiabudu baba yako, mama yako, hata rais, hata wa dunia nzima. Yeye si Mungu. Hakuna mtakatifu kama Mungu. Haleluya. Unakwenda kutubu kwa mtu wewe, yeye ni nani? Ndio unakwenda kwa mnyama. Mtoe futa katika jina la Yesu. Hata mimi usiniite baba mtakatifu, nabii mtakatifu. Kwa nini nisikosee? Ni Yesu mwenyewe akasema hakuna mtakatifu ila Mungu, au sio? Nimetoka wapi makufuru? Unatengeneza na saikolojia. Kama vile unavyoenda kwa Mungu kwa unyenyekevu, unaenda kwa yule mwanadamu, unanyata kama nyani, unabalisha na mwendo. Sawa na mtu akiwa anaenda kwa Mwenyezi Mungu kwenda kutubu. Mungu naomba nisamehe. Mungu naomba nisamehe. Lakini unaenda kusema mambo mengine. Hapo hujapotea. Usiabudu mwanadamu. Soma kwenye Biblia hapa. Hii ndio katiba Bwana. Wapi Yesu anasema hivi, hakuna mwema zaidi ya Mungu peke yake. Kama magufuru, dunia imetawaliwa. Badala ya watu kurudi kwa Mungu, amelaaniwa mtegemee mwanadamu. Nisamehe, utabusu na vidole na mashavu na kadhalika. Wengine wanajiita Yesu, wamezaliwa na Maria, wamekufa na kupaa, mbona wanadunda hapa? Imani zote zinapelekwa hivyo, unarudishwa kwa mnyama. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sema ukweli, nimetumwa kuharibu makufuru. Kufanyaje? Kuharibu makufuru. Yawaachie watu na yakikuzidi yanatamba kwenye moyo usikii uelewe. Unasema Yesu akija takwenda, kumbe umeshachukuliwa namna hiyo. Yako makufuru ya wachawi yatamoka. Amen. Yako yanayotumiwa kanisani, yako yanayotumiwa kwenye nyumba za ibada yatoke. Sitaki uwe wa maneno mabaya, mambo mabaya. Unajua asili ya jambo baya siku zote lazima kuwe kuna mzizi, au sio? Utaomba na kuomba lakini kuna balance hapa. Kuna mzizi wa mgomba, hapo kuna maji. Mmekata mgomba, ule mzizi sitakuwa unachipuka tu unazana wengine ti. Ndivyo ilivyo ndani ya watu. Wewe unapenda kumwabudu mwanadamu? Hapana. Unapenda kumwabudu ng'ombe, fisi, mlima, mti. Kwa hiyo hizo imani zote ndizo watu wakarudi huko. Hata wengine mmeenda kuchezea kwenye miti. Njoo hapa kwanza nikumwagie maziwa. Utaenda, Mungu amesikia. Njoo hapa nikutemee mate. Ndio utanuka maisha yako na kuharibikiwa. Nataka mate ya baraka. Po. Yesu pekee yake anayebariki Bwana. Au sio? Yule anamwona kutemea mate po. Amtemea mate tu ya baraka. Hata mimi nilitemewa. Ndio nikawa balaa. Na wengine wanaonea huyo, Mungu ametemewa, bora mimi ningetemewa naye bahati huyo mjukuu. Bali mzimu liko kule ndani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Naomba msiwe na haraka. Nani anaona kwake kuna magufuru sasa? Nilipokufundisha. Mimi alishatoka siku nyingi bwana.
sadaka za uzuo zina makufuru. Hazijibu. Nataka leo umshughulikie. Haleluya. Umshughulikie. Amen. Ndio maana ibada zetu zinakuwa na watu ngumu, mambo haiendi. Umekuja kumwabudu Mungu hapa, au sio? Amen. Tumishi anaongoza ibada, au sio? Amen. Lakini mawazo yake yanafikiria hela tu. Hata connect sadaka na Mungu jamani. Msitoke kwanza. Tunaanza sasa hivi kwanza mchango kabla ya neno. Maana sisi watu wakisikia mchango, wamekuwa janja. Uongo. Hela yako kula. Pendeza. Jasho lako kitolea Mungu umeamua. Hii mambo hii. Sasa hivi bosi watakupangia na mstari. Kwa mstari line ile. Unaamka kwa nguvu kama mwanajeshi. Short kulia. Hata mimi niliamshwa. Haleluya. Ya. Zimeisha. Inabidi sasa namshukuru Mungu, naona kuambia hivi. Sadaka hizo usije ukatubu. Waache. Naenda natoa mkono. Kwani naiba hapo. Kile naweka kwa pale mbele. Ili upite pale kwa uonekane kabisa. Umesikia? Naenda nadondosha hewa. Hata wewe. Siri yako mwenyewe. Ndio sema kufuru. Biblia inasema watu hapo usiumie bwana, au sio? Amen. Hauna kaa. Moyo wako Mungu anajua. Sasa watu wanaangalia wapi? Wamama nao pote zinaangalia. Ficha. Zimejaa makufuru. Jamani nimetoa mbona zinaisha tu makufuru. Yanalamba. Yanafilisi. Sasa yafanyaje? Mungu anasema mikono yetu itabarikiwa. Ina makufuru. Unaambiwa tunafanya maombi. Si kawaida, anachangisha. Yeye mwenyewe anakufuru tayari. Kuna Mungu hapo. Na mengine yote makufuru. Lakini kuna watu 19, 20, 22, 23, 27, 37, 48 mpaka 71. Watu hapo wamefanya vitu vya ajabu sana. Makufuru. Sio kwamba wao yamefanya makubwa, wako wengine vidogo vidogo. Yanakwenda kumoka yote. Amen. Mungu akubariki. Sasa makufuru mengine ni kula usiku vyakula. Nimekula wali sana. Asubuhi kama umeshiba mbona unaanza kuanza chai? Sasa vile vyakula vinabadilishwa. Unaona ni mchele au ndizi au ugali au nyama choma. Hii inakuwa ni nyama za watu na damu za watu. Zinamwagiwa maneno mabaya. Unapokula kama vile mtu kila chakula chenye protein unanenepa. Kile mabao uliyokula ndio yanakutokea. Unasikia? Amen. Kila ukiamka labda mafuta na tapi. Leo nani yote amekula hapa? Wengi simeona amekula usiku. Na kufanya kitu ambacho kimefichika ukijui ni makufuru. Unaweza kushinda kwa sababu ya kula usiku. Sio kwamba jamani usile saa 2, pika chakula kula kile cha ndotoni. Yakikuzidi kabisa utaona mtu amelala mate na dondoka. Na huyo mtu akishaanza kuvimbiwa anaanza kutafuna Vipi ujasikia unaona? Yaani yao maisha mabaya ndio mtaka utapiga. Kwa hiyo sasa unapokuwa ndani yako, yaani kuna vitu yamenenewa. Sasa unaingiziwa kile kitu kinaingia ndani yako, yaani kinaenda kuzaa kwenye mwili wako na maisha yako na baraka zako. Wanaofanya hao ni wachawi. Yule joka amekaa tu anamwaga roho. Wanaenda, wanarudi. Ndio maana wanapaga ungo. Unaona hauna mabawa, wanakaa tu uo. Au sio? Hakuna watu wabaya kama wachawi. Wanadamu wale ni wazuri, lakini ile roho ikikaa ndani yako, mimi nakwambia hata mama yako unaua. Unafanya kafara. Ni nini? Makufuru. Mtu anaweza
hela yako kaenda kwa Magufuli. Hela zinapita tu. Shamba Magufuli pita. Mwangia ile mafuta sema atakaye mwaga Magufuli yawe anarudi kwake. Nyumbani kwangu Magufuli hayagongi. Watu wengi wanakaa kwenye viti vyao kazini. Wao unaondoka umekuja nyumbani. Una kitu kinaenda kuelekea pale Magufuli. Unyanyuki ati. Au kitu kinagombana na wewe. Wao unaonekana haufiki pale, utafiti katika jina la Yesu. Haleluya. Hata dawati mwanafunzi anakalia inamwaga Magufuli. Usiku unaona watoto wasomi wanafeli. Mungu anataka wafaulu. Hata mtoto dawati lako wemo busia na anointi tu. Watoto wadogo wamefundishwa. Zai penseli wanamwagia nini? Anointi. Mitiani na mwagio Magufuli. Wakija badala kuandika A anaandika L. Sawa. Kuna watu wanamwagia Magufuli. Mambo wanataka kuyafanya ambao wafanikiwe hawafanyi. Wanafikiria mengu. Hawafiki wala hawafanikiwi. Wanabaki tu kuonekana. Hawa ni wajinga ni wataka. Wewe. Nani watu wakole ni Magufuli? Una wakole. Uko wokovu. Basi Ukristo wa uongo ndio Magufuli. Sasa umefanya ibada ngapi miaka mingi wewe unajua mwenyewe Mungu akusaidie. Bwana Yesu asifiwe. Na zitaendelea, si kwamba zitaendelea. Hizi uongo Yesu alizikuta akafukuza. Kwanza alikuwa anampiga Yesu. Ni asili ya huyo mnyama. Alikuwa anamwaga nguvu ya Magufuli kwa wanadamu. Halafu ile wanadamu ndio sasa wanaanza kufanya vile. Kwa hiyo kwenye ulimwengu ambao Yesu anapambana naye sasa hivi. Haleluya. Sasa kwenye mwili ni wale watumishi ambao wako na Mungu wa kweli. Ndio ile nguvu ya Yesu inashuka. Inasema ukweli, Magufuli ya watu yanatoka. Haleluya. Umesikia? Matatizo yote wanao ni Magufuli yafunge vilango. Umesikia? Yuko atengenezaye. Yuko atumai. Tuone tu basi kama atafanikiwa. Hilo ni kufuru. Huyo analinga na bwanake, tuone kesho kutwa utashangaa. Itakiwa mume na mke yani. Mimi nabarikiwa sana. Kuna watu wengine wanaume leo wanapenda wake zao sana. Hata mambo wanawashirikisha wanapenda zao. Au sio? Lakini mwingine kwambie nini wewe? Wanawake wana sehemu yao. Sawa. Lakini mwanamke pia kama naye tupewa kufuru akikushauri ni zero. Na wanaume ukiona wewe ingia kwenye maombi ile Magufuli ngoa. Magufuli nini? Ngoa. Tanzania ilitupiwa Magufuli. Uchumi ya unyanyuki au unyanyuki. Magufuli yameondoka sasa nchi inaanza hiyo. Yesu amekaa hapa. Wanaomkimbilia Yesu wa kweli Magufuli ataondoka. Haleluya. Kataa Magufuli sitaki. Utatumiwa kufuru, utaolewa na mtu ambaye Mungu hajakupangia wala mke hajakupangia. Hivi imekuaje? Na kuna ambao kwenye ndoa, si ndoa, wanaishi. Tafadhali sana mfunge ndoa. Yesu akija, mimi nawaambia hauendi, hiyo ni kufuru. Ni nini? Unataka kuolewa imeshirikana. Kufuru liondoke. Katika jina la Yesu. Usije ukaingia kwenye uzinzi Bwana. Au sio jamani? Na usitumie akili, maana ukishachukua kufuru ile, unaanza kutumia akili badala ya kurudi kuongea na Bwana, unarudi kuongea na yule nimekuona wewe. Bebona. Unaanza kumpigia spidi mwanamke, unanipitisha. Wewe tulia Bwana. Umesikia? Ufanikiwi. Nilipita huko. Wengi hapa mmeshafanya maspidi mkakuta hola. Hata kwenye ndoa mmeishi na vingine. Uongo. Tulia. Kataa Magufuli. Na kwa watoto wako na kwa mji wako. Unaweza ukaleta kutoka Mungu hajataka. Na kwa sababu kanisa limetengwa na sheria kubwa, asilimia kubwa. Magufuli anasema ndio Bwana. Mnasema ndio Bwana. Ni mke huyo. Anasema Bwana. Wengi wanaambiwa neema iende na wewe. Amen. Mungu alisema Mungu huyo. Mimi nakwambia neno neema iende na wewe. Yaani ni ushindi milele. Lakini sio. Kwa hiyo msikasikie Bwana Yesu.
amenituma nieleze ukweli. Amen. Tubu njoo kwake, anakupenda. Hayo ya zamani yamepita. Akutengeneze. Anataka kufanya ibada na wewe. Sawa. Ukikaa nyumbani, kuna watu wanaomba sana lakini wanashangaa. Mbona ikifika mambo yananyoka? Tumeelewa hapa kuna Mungu mke. Hapa hakuna makufuru. Yuko Mungu wa mbinguni. Haleluya. Anakuja Yesu kulichukua kanisa. Wewe mwambie fanya ibada yako. Mungu nichunguza, atatengeneza. Mimi siwezi kusaidia chochote na kuletea neno lake makufuru yaondoke. Sawa. Na tutaingia kwenye maombi ya kupiga makufuru. Haleluya. Amen. Sasa usiwe na haraka. Maana nikimaliza hapa nataka vitu vingine viendelee kupigwa. Umesikia? Mungu anaponiongoza vifuatilie. Amen. Usitaki kupiga robo. Nikimaliza mimi Mungu amemaliza. Majeshi yake yanaendelea kupigana milele mpaka atakaporudi. Amen. Sisi tunaendelea, majeshi yake yanaendelea kupiga mpaka Yesu anarudi. Haleluya. Jiani anapiga, nyumbani kwake anapiga. Amen. Kuna watu wengi wangapi wameshakuta nazi njiani au kitu kimeandikwa barabarani cha kutisha asubuhi saa yote. Nyosha mkono. Wewe petrol go utupage wewe. Njoo kwanza wewe hapo zilikuwa mganga. Nini sasa si wa Yesu? Amen. Kimbia haraka mleta maji. Sasa ni wa Yesu. Sio mwana wa makufuru tena, au sio? Ameacha, au sio? Amen. Mleta maji. Hebu elezeni sio kuna magana makufuru. Sasa yuko kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni kweli kwamba anachohubiri ni kweli, maana makufuru ni kitu cha ajabu sana. Makufuru ni vitu ambavyo vinaonekana kwenye ulimwengu wa damu na nyama. Ni vitu ambavyo vinaonekana kwenye ulimwengu wa roho. Unaweza kumwaga makufuru hata usiku umelala, njiani unatembea, mlangoni, dirishani, shuleni, kazini, kila sehemu. Kwa makufuru inaweza kufanya kupitia vitu vingi, wanyama, ndege, wadudu, hata mimea pia. Kwa hiyo nashukuru kwamba kipindi hiki Bwana Yesu kumbe alikuwa ananichunguza leo kunitoa katika mazingira magumu ya makufuru. Bwana Yesu asifiwe. Ukimwagia kufuru kabla ya kuingia ukutano ulikuwa unamwaga kufuru, ukuta unafunguka. Kabla hujaingia ndani unamwaga makufuru kwenye pembe ya ukuta, alafu ndio unaingilia hapo. Alafu na makufuru ni maneno unazungumza. Makufuru unatamka tu maneno. Sasa hayo maneno kuna nguvu ya huyo Mungu mke. Umesikia? Alafu unamsujudu. Alafu mambo ndio wanapasua ukuta. Aya Bwana anakufanikisha kile kazi yako. Namshukuru Mungu pia babangu Kirome mtoka katika mazingira. Maana nilikuwa Sokomza Bwana. Mganga wa Sumbawanga. Nilikuwa mganga sugu, tena international Sumbawanga. Ambaye niliweza kutembea mikoa mingi. Mara baba amesema wanaruka kwenye ungo, nikainamisha kichwa chini. Nikainamisha kichwa chini kwa ungo. Ukiinamisha tu unapaa. Ndio. Maana unaweza kukaa kwenye ungo, unaikuta umeshafika Mwanza sekunde 2. Sasa ulikuwa ukutani na mawingu na hali ya hewa huko juu. Haikusumbui hiyo baridi. Unaporuka katika kila anga, lazima uwasiliane na mkuu wa anga ile sehemu unayopita. Mnawasilianaje? Unawasiliana kwenye ulimwengu wa Romana, mnajuana. Kuna mkuu wa anga Arusha, kuna mkuu wa anga Moshi. Kwa hiyo mnawasiliana kwamba nataka kwenda sehemu, nataka kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo unatoa taarifa napita. Kile ukipita walinzi wake wanakuachia unapita. Kwa sababu ukiwa huna nguvu ya kushinda huwezi kupita katika anga ya mtu mwingine. Mmesikia jamani? Na makufuru pia. Kwa nini ulikuwa unaingia kanisani unaiba masadaka? Ulikuwa unawezaje? Wale tulikuwa tunaingia kanisani naiba sadaka kwa sababu nguvu yao ya makufuru ilikuwa ndogo. Kwa hiyo ulikuwa unafanyaje kupita kwenye kikapu? Yule Mungu anamtuma anavichukua piga soleni nyemeliwa. Nilikuwa napita kwa mfano kwenye tembea tu direct. Nilikuwa napita kwa sadaka kwa mfano kwenye mikutano mingi, nakuta kikapu
kama hapa napuliza nafanya napita pale na mimi nimeshika bahasha. Nafanya kama nimeweka bahasha, kumbe ndo nachukua za kwao zote. Nafika pale nachukua kimwili kabisa, natembea hivi, nafika pale nachukua, ninaweka mfukoni, nimeshamwaga makufuru. Na wakuoni. Na wanioni. Sadaka imetolewa labda milioni 2 ambayo kwa hesabu iko labda 700,000. Zingine nimeshatembea nazo. Anafanyaje? Sasa watu wanasema waenda kwa Yesu kubali. Wameenda kwenye Mungu mke makufuru. Hapa ulikuja ukadipu. Hapa alikuja. Msimchukie. Akuambua hata harufu. Hapa nilijaribu kwa mara ya kwanza, nikaona kama vile nimekosea. Makufuru amekosea makufuru. Nikarudi nikajipanga upya. Nikaja mara ya pili nikamwaga makufuru. Lakini nikapigwa giza mlangoni. Unaona kama? Nikaja mara ya tatu nikamwaga makufuru. Ndio nikapigwa mweleka. Ambayo ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Siku ya Jumamosi nikaenda kubatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo jamani, nakwambia injili zinakuwa ni usanii. Mali kuna Yesu wa kweli, hakuna usanii. Sasa malalamika zinachukuliwaga. Tena ukiwa na makufuru utaki kufanya kazi. Kuna watu wale wako pwani. Unashangaa unakunywa kahawa tu unacheza
Yesu. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe. Dhambi zangu zote. Dhambi zangu zote. Nilizozifanya. Kwa kujua. Kwa kutokujua. Ninamkataa shetani. Ninamkataa shetani zote. Na mambo yake yote. Na mambo yake yote. Na elimu injili ya namna nyingine yote. Na njia zake nikataa kwa jina la Yesu. Nikataa kwa jina la Yesu. Yesu. Uandike jina langu. Andika jina langu. Kitabu chako cha uzima. Katika kitabu chako cha milele. Najipatanisha na sala zangu kwako. Najipatanisha na sala zangu kwako. Yesu wa kweli. Yesu wa kweli. Vitu vyote. Na vitu vyote. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Amen. Mwambie Bwana Yesu asante. Asante Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama unaumwa karibu mbele mara moja. Yesu. Roho ya hofu ndani yako ninailipua. Nailipua kwa jina la Yesu. Anayekuachia hofu namrushia moto. Narushia moto kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji wako. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea uponyaji kwa jina la Yesu. Na achilia nguzo ya uponyaji na kukomboa na kusafisha na kutakasa. Ukipokea mkono ukakae. Iwe ni jina la Yesu. Pokea uponyaji wako kwenye mwili wako. Nafsi zozipwa rejeshwa kwa jina la Yesu. Magano yote ninayalipua. Moto ushuke. Mungu mkuu. Roho Mtakatifu. Kwa jina la Yesu. Magonjwa laana. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Vitu vinaochoma tumboni vyote viondoke. Magonjwa kutupiwa. Ninavunja kwa damu ya Yesu Kristo. Navunja kwa damu ya Yesu. Asante Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka. Unayumwa maini yawe mazima. Unayumwa stroke na vifo yote yatoke. Ugonjwa wa mkono uondoke. Ugonjwa wa kuchanganyikiwa uondoke. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Nguvu za uchawi zote naziteketeza. Sikuachia kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Asante. Kwa jina la Yesu. Zimeshindwa. Tulia sasa. Baba Mungu kete bali pa juu. Ni wakati na kwenda kuwatenga watoto wako. Kila mmoja aliyefanya ibada na huyu Mungu mwingine. Na watenganisha pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Na watenganisha na majini. Na watenganisha na mapepo. Na watenganisha na maombi ya kusimu. Na watenganisha na madhabahu zote. Kwa damu ya Yesu. Abaki ni Bwana Yesu. Katika jina la Yesu. Nyota zilizoibiwa na tamka zirudi. Katika jina la Yesu. Sura yako iliyolewa kufuru irudi. Kwa damu ya Yesu. Imani yako irudi. Katika jina la Yesu. Aliyekutumia makufuru yamrudie mwenyewe. Kwa damu ya Yesu. Ndoa ambazo watu haelewani. Ninavunja makufuru yote. Navunja makufuru kwenye biashara yako. Navunja makufuru kwenye mashamba yako. Makufuru kwenye afya yako. Makufuru kwenye mwili wako. Makufuru ya kubadili maisha yako. Kuna watu vyao vimewekewa makufuru. Hawavioni. Mambo yanapita pita. Unayoongea kazini unaomba vitu vinapita pita. Nami naamuru pokea. Endelea kutulia. Kuna mtu tumbo lake lingine limelelewa makufuru. Anaona kama ana mimba lakini hana mimba. Pokea. Kuna watu kazi zao zimelelewa makufuru. Haziendi. Sasa ninaamuru kwa hasira. Haya makufuru yatoke kwako na yarudie sasa hivi. Piga makofi. Na makao ya kufanyia yote yaondoke. Yaondoke.
Bwana akisema ndio hakuna. Kuna sala uliomba riziki zifunguke, kumbe umeenda kwa miungu mingine. Nasema wewe Mungu, funga riziki za watu. Wakia. Nyosha mkono. Iko mizimu hapa. Imeshika vitu vya watu kwa njia ya ibada. Na ninamwaga damu ya Yesu ili akatilie msamaha na neema ya kukombolewa. Achia! Masikio yaliyobadilishwa yafunguke kwa damu ya Yesu. Miguu yako iliyotoa makufuru, njia panda kwa kujua usijue, ukakanyaga mambo yako hadi. Miguu yako funguka kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu funguka. Ndio maana ufariki, ndio maana unafanya hadi. Ninaamuru miguu yako irudi. Kwa damu ya Yesu. Miguu rudi. Kwa jina la Yesu. Miguu rudi. Majini yaliyoshika miguu yako na alipua. Moto wa Mungu utaenda kuyalipua. Ndio maana kujenga unashangaa mambo haendi. Una mipango mingi haiendi. Moto ilipue kwenye miguu yako kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Moto ilipue kwa jina la Yesu. Moto kwa damu ya Yesu. Tulia, kuna malaika wanapita kule. Kuna watu wengine tumbo zao zimekatwa. Hazipo. Afya yako irudi. Irudi kwa jina la Yesu. Sura yako irudi. Irudi kwa jina la Yesu. Amani yako irudi. Irudi kwa damu ya Yesu. Na kuna watu wamechoka kufuru, unashangaa unashitakiwa tu vitu vya ajabu. Aliyekushtaki yarudi kwa jina la Yesu. Kila mchawi anayegonga nyumbani kwako akamwaga kufuru, iwe ni mganga, ninaamuru yarudi kwake sasa hivi kwa jina la Yesu. Yarudi kwake. Yako makufuru watu wamelishwa sasa. Kila uliyelishwa kwa ndoto, naamuru harufu ya damu ya Yesu ipite huko. Ukisikia kupika usimame. Toka ndani yako. Katika jina la Yesu. Yako makufuru mengine yanayokuja kwa njia nyingine ya ndoto ya zinaa, unaona ni sura ya mtu. Yule ni mchawi, yale ni majini. Yapote! Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Yako makufuru mengine watu wamejipatanisha na wewe kwa njia ya makufuru. Mambo yako wanashiriki. Ninaamuru upanga wa Yesu kutenge. Kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Neno la Mungu ni upanga. Kwa jina la Yesu. Itakata kweli. Kwa damu ya Yesu. Itakata kweli. Ninasema na tamka kama nabii wa Mungu. Hakuna mtu atashiriki baraka zako. Ni za kwako Mungu amekupa wewe. Kwa jina la Yesu. Kuna makufuru mengine watu wametupiwa katika miaka yao ya maisha yao yote, ina makufuru yameata. Magari yako yalitupiwa makufuru, nyendo zako za kazi zimetupiwa makufuru. Ninaamuru moto ushuke katika jina la Yesu. Moto ushuke. Moto kwa jina la Yesu. Usiwe na uoga wewe. Kuna mambo yanalamika. Nikaona mtu tunafanya para kumbe ni yule mguu ya yule mnyama na ichoma anguka kwa jina la Yesu. Yako makufuru ya karatasi. Kuna watu wameandikwa karatasi tu zikapelekwa waganga. Pasuka kwa jina la Yesu. Ya kwenye chupa pasuka. Ya kwenye mizimu pasuka kwa jina la Yesu. Makufuru ya kwa tabia ya ajabu yatoke ndani yako. Makufuru ya kuharibu amani na furaha tabia kama yatoke ndani yako. Kwa jina la Yesu. Hiyo utatubu hapo mwenyewe. Kimya. Kama ulipeleka sadaka yote kwa mashetani au waganga upate pesa, utajiringe tu, kwa sababu Mungu anataka kutoa hapo sasa ili upande wake. Hiyo ni ibada ulifanya. Kimya, hata mdomo wako usiseme pilipili, mtu asisikie. Maana hapa tuko kwa ishara, tuko kutengeneza. Wewe unaikubali.
Ni muda umemwaga, kila mwezi unakuta mambo yako yaende. Makufuru yaondoka. Ondoka. Na endelea kuomba. Ondoka kwa jina la Yesu. Nafuta makufuru yote kwa jina la Yesu katika jina ya Mungu wa makufuru kwa jina la Yesu. Hapo inakomboa kwa jina la Yesu. Endelea kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hapa mwenyewe na wewe. Inayangoa. Kwa jina la Yesu. Potea. Potea kwa jina la Yesu. Potea kwenye vichwa vya watoto wangu. Akili zao zilizoshikiliwa zifufuke katika jina. Nyaosha mkono juu. Baba, ninaomba rehema. Kuna watu wana mashtaka. Wako hapa kanisani lakini wanafanya dhambi mbaya. Wengine wanakuja hapa kuponenda kwa waganga bado. Inabidi nikuombe rehema. Wacha. Baba Mungu, ninaomba rehema, ninafuta. Asante Bwana Yesu. Pokeeni neema ya kuinuliwa. Pokeeni kama Mungu Mwenyezi Mungu anataka. Katika jina la Yesu. Sema Bwana Yesu, ninafuta ibada yoyote. Nilipotaja jina la mtu, kumwabudu, kwa kujua, kwa kutokujua, kumbe nikawa ninaabudu huyu Mungu joka, na makufuru yake. Siataki. Achia sadaka zangu, achia ibada zangu, sikutaki. Kwa jina la Yesu, kurushia moto kwa Yesu. Nafunga njia za wachawi katika jina la Yesu, wasinione tena. Nafunga njia zote za wachawi wasinione tena kwa jina la Yesu. Utaendelea na wewe mwenyewe kuomba kukataa. Maana kwa nini ukiwa kwa Yesu alafu unashangaa wachawi wanakuona kuna hizo vitu? Sawa sawa. Jitenge nazo, anza kujitenga. Tendea makufuru au dua yoyote imkamate huyo anakuendea kwa waganga au kukategea njiani. Natamka Arusha, natamka kwenye mji wako, hata ofisini, anayeishi kwa hayo madao makufuru na kumiliki ofisi yoyote. Hata kazi mwenyewe mkae watoto wa Mungu. Naomba hata katika serikali ya Tanzania anaishi kwa makufuru, kwa kutumia makufuru, ofisi yoyote asikae. Hata mashuleni wasifanikiwe. Wafanya biashara wote wanatumia makufuru. Akitumia makufuru, wewe unafanya na mtu yako ndio wanachukua. Achia. Hiyo ni waimbaji wako wanatumia makufuru. Wale wa Mungu wananyanyuka. Watumishi wa Mungu wananyanyuka. Wakutumia makufuru chini. Huyo mnyama ana kitu Bwana. Nitakataka, sema nitakataka. Nitakataka kwa jina la Yesu. Namfarakanisha na pesa zako. Namfarakanisha na pesa Na mifumo yako. katika jina la Yako. Haleluya. Amen. Sema natembea na Yesu. Natembea na Yesu. Sitaki makufuru tena. Sitaki makufuru tena. Yote niliyolishwa na warushia mara 100 wao wenyewe. Yote niliyolishwa na Rushia mara 100 wao wenyewe. Umesikia? Amen. Umejua sasa? Amen. Mikono iliyokuwa makufuru isifariki ibomoke. Katika jina la Yesu. Kuna watu wanapewa mikono kubwa na kuna mtu ameshalia mikono yake makufuru. Kuna sehemu hiyo ukipewa ile unashikia unapewa ile hivi. Au unapewa na kushoto. Ni makufuru, uwe masikini utajiri uje kwake. Ninaamuru. Katika jina la Yesu. Kuna watu pia wamelipwa pesa lakini pesa zikienda kaliwa chooni. Zikija kwako hazikai, zinakukimbia. Sije! Hii dunia ilikuwaje Mungu wa Israeli, Yakobo na Isaka? Mtu anakulipa pesa yako, anaiweka huko kwenye makalio na anavua nguo. Ukija hizo nasema kwa hasira kwenye ulimwengu wa roho, mimi nina hasira na anayeshikilia pesa zako.
Bado kuna picha nyingine zimewekwa huko chini. Sura yako imewekwa chooni, watu wakikuangalia hawakutaka au mchumba mke. Kwa damu ya Yesu. Nguvu ya kuzimu na ile rada na ipasua kwenye kifua. Kwa jina la Yesu. Wewe unayeogopa usiku ukaa mwenyewe au mchana hauna amani, amani yako hiyo hapa. Hauna maamuzi kwenye mambo yake sasa hivi. Kila jambo utakalofanya hili haulifanyi. Ukimwambia mtu ana makufuru anaharibu. Yaje! Kila siku unasema nitaenda chuo, nitaenda form 1, huendi, nitajifunza ufanyi, nitafanya kazi ufanyi. Hayo makufuru kimya. Kwa damu ya Yesu. Uzio na wakata miguu. Nyosha mikono juu. Kuna makufuru ya makaburi. Maisha ya meza yako. Kwa damu ya Yesu. Mtandao wa makufuru ninaulindua. Miungu yote ya makufuru na ilikuwa. Kuna watu wamezungushiwa kamba. Hizo kamba nikipita zikatika. Zikatika kwenye mistari. Kamba zikatika. Nikiwa kwa jina la Yesu. Maisha yako. Zikate. Jina la Yesu. Bwana kutupia yote bila moto. Kwa jina la Yesu. Itakatifu yako ziachilie kwa jina la Yesu. Kwa damu ya Yesu. Narudisha kwa jina. Leo kiacha mikono. Mtu ana imani zaidi. Kwa jina la Yesu. Kwa Nazareti. Vibuyu vyote vya makufuru na vipasua. Mashimo yao na yapasua. Kwa jina la Yesu. Yapasua makufuru yao na jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu. Kwa hiyo kama makufuru irudi kwa jina la Yesu. Kibali chako kilichowekewa makufuru haraka. Na makufuru yenye maza kupatia sasa. Kazi unazozifanya zinaonekana mbaya. Sio nzuri. Vitu vyako ndio farakanishwa na wanadamu, vikubaliwe na wanadamu. Vikubaliwe na kila mtu. Vikubaliwe na uumbaji. Kwa jina la Yesu. Amani yako ikubalike. Kwa jina la Yesu. Kisha imani yako na kurudishwa. Imani ya Mungu ikoni. Kwa jina la Yesu. Yote inaiteketeza. Kwa jina la Yesu. Na wewe sema naiteketeza hizo imani. Endelea kuziteketeza. Kwa jina la Yesu. Hizo imani zote. Ufanye maamuzi. Ndio maana ukiwa unashindwa fanya maamuzi wewe mwenyewe. Ukishindwa kuongea wanakuwekea ushindwa kuongea na Mungu baba yako. Wanajua kuongea na baba yako unakusikiliza utamweleza mengi. Sasa wanakuwekea uzito, usingizi, magunia, wanakuwekea makontena, wanakuwekea mawe, ulali. Yarudi juu yao. Yarudi wapi? Kwa majina yake katika jina la Yesu. Hata hawe ni rafiki yako kama mchawi Mungu hapendi. Kwa damu ya Yesu. Jina la Yesu. Umesikia? Ndio waliharibu maisha ya watu. Maisha ya watu dunia nzima. Watu wanakuja kwa Bwana Yesu kumwona mtaana na makufuru. Yarudi katika jina la Yesu. Kuna watu walinyoshewa kidole tu wakapata shida. Hivyo vidole na vifuta. Damu ya Yesu. Kuna watu walipigwa tu jicho baya mambo ya kwa mabaya. Jicho baya tu mtu kakupiga jicho, kumbe lina mapepo ya mazuri. Kwa damu ya Yesu. Inazungumza sasa hivi hapa. Kila kufuru kuanzia ile tupa kwenye kanisa hili lianze kumrudia sasa hivi. Katika jina la Yesu. Nimesema wala subiri kwa jina la Yesu. Hata na familia yako, hata na Arusha, ana Tanzania, ana rais, ana
nawarushia kwa jina la Yesu. Kuna watu wanafunguliwa uso zao. Kuna watu wanafunguliwa macho. Kuna vitu mtaanza kufanya na kuendelea na shangaa katika jina la Yesu. Kuna watu wanajua wanachokifanya. Sasa utafunguka utajua unachokifanya na utaona mkono. Na mahali popote unapokwenda, hata kama umekutanguzia kufuru, na amuru ile kufuru limrudie huyo katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Nasikia? Amen. Njia zako unazopita unapita na moto wa Bwana Yesu. Jina la Yesu. Vita vyetu ni katika roho. Sasa wao wanapewa nguvu ya nani? Ya makufuru. Unasikia? Sema na warushie nyie wenyewe.